Wakati mwingine Yesu huruhusu wanafunzi wake wapitie mazingira magumu ili kuwafundisha mambo makubwa zaidi. Yesu anaweza kuruhusu mchungaji upitie mambo mazito magumu, pasua kichwa, pasua nywele, ili kwamba akufundishe jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mwisho wa tukio hili niseme tu kwamba kweli mwisho wa siku alisema kweli huyu ni mwana wa Mungu kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa nimejibu swali moja kama sio mawili. Kwa nini Yesu aliwalazimisha wanafunzi wake waende ng'ambo? Alikuwa anawatenga na mambo ya kisiasa, na yeye akajitenga, maana walitaka kumkamata, wapambane, wampiganie awe kiongozi, awe mfalme wa kidunia. Yesu hakuitwa kuwa mfalme wa kidunia. Kwa hata sisi wana wa Mungu hatujaitwa huko kuwa wafalme wa dunia kwa jinsi ya mwilini. Sisi ni wa rohoni. Bwana asifiwe sana. Wengine hawatanielewa. Kunielewa mbarikiwe, ambao mtanielewa mjipe muda wa kunielewa. Haleluya. Magomvi mengi na vurugu nyingi zinatokea kwa sababu watu wameacha madhabahu, wanataka kujipa ufalme wa duniani na wa mwili, wa rohoni pia. Hapo unajihangaisha tu. Yesu akusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maji na mafuta yaliyochemka havikai pamoja. Hakuna asiyejua kuna mambo mengi ya ovyo kwenye mifumo haya ambayo mwisho wa siku yanakunajisi tu. Unaona, hakuna asiyejua. Hakuna, hatujitoe akili. Hizo zinazobaki zitakuonesha kwamba kuna mambo ya ovyo tu, utayashiriki tu, utaleta najisi kwenye madhabahu. Sasa wewe mwenyewe amua. Bwana asifiwe sana. Amua mwenyewe. Huo ndio ukweli. Tafuta maandiko yote. Hakuna wezaye kutumikia mabwana wawili. Utampenda mmoja na kumchukia huyu. Bwana asifiwe sana. Sasa mimi siko huko, nipo kwingine kabisa. Ngoja niendelee. Haleluya. Ngoja niendelee kidogo. Kwa Yesu akatembea juu ya maji kwa lengo la kufundisha. Niende naona kwamba ilipofika zamu ya 4, zamu ya 4, au tusome labda Mathayo 14:25. Mathayo 14:25. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari wakafadhaika wakisema ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu alinena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Sikiliza sasa. Nataka nijibu swali hili. Zamu ya 4. Zamu ya 4 ni nini katika Biblia? Zamu ya 4. Nini maana ya zamu ya 4 katika Biblia? Bwana Yesu asifiwe sana. Kesho yake usiku, wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu aliwaendea akitembea juu ya bahari. Maana ya zamu ya 4 ya usiku, sikiliza, hapa nazungumzia watu wawili. Nazungumzia Wayahudi, nazungumzia Warumi. Walikuwa wanagawa usiku katika vipindi vya ulinzi vinavyoitwa zamu, watch. Wayahudi na Warumi walikuwa wanagawa vipindi vya ulinzi katika makundi 4, katika zamu 4. Zamu ya kwanza ambayo ni kundi la kwanza ni ile kuanza saa 12 jioni hadi saa 3 usiku. Zamu ya kwanza saa 12 jioni mpaka saa 3 usiku ilikuwa ni zamu ya kwanza. Haya ni makundi 4 ya kiulinzi. Kwa hiyo ukitoka hapo saa 12 mpaka saa 3 kundi la kwanza, saa 3 mpaka saa 6 usiku kundi ama zamu ya pili. Hiyo saa 3 mpaka saa 6. Saa 6 mpaka saa 9 ni zamu ya 3. Saa 9 mpaka saa 12 ni zamu ya 4. Kwa Yesu aliwatembelea kwenye zamu ya 4 ambao ni saa 9 mpaka saa 12. Between aliwatembelea hapo. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo zamu ya 4 ni kipindi cha mwisho cha usiku kabla ya mapambazuko. Ni kipindi cha 4 cha mwisho kabla ya mapambazuko katika huo mgawanyo. Haleluya, haleluya. Hii kiroho inamaanisha nini? Katika sura hii wanafunzi walikuwa wanapigwa na mawimbi kwa muda mrefu. Wamepigwa mawimbi zamu ya kwanza, wakapigwa mawimbi zamu ya pili, pigwa mawimbi zamu ya tatu. Nini sasa manake? Lakini Yesu alikuja katika zamu ya 4. Kuna watu walitupwa kwenye shimo mahali wakiwa 3, lakini akaonekana mtu wa 4 katikati yao. Na hapa Yesu anakuja zamu ya 4. Hii maana yake nini? Kuwafundisha wengi kwamba Mungu anaweza kuchelewa kwa mtazamo wa kibinadamu. Mungu anaweza kuchelewa kwa mtazamo wa kibinadamu au wa mwanadamu, lakini hachelewi kabisa. Mara nyingi msaada wa Mungu huja wakati ambapo mtu amechoka, na wakati ambapo mtu anaona kwamba hakuna tena tumaini. Jua hiyo ni zamu ya 4 na Yesu anakutokea wakati unaona huna tumaini tena. Mwanamke Hana ameomba, amepiga kavu za kutosha, hakuna tumaini, lakini amezidi kushuka. Zamu ya 4 Yesu anatokeza. Zamu ya 4 Eli anatokeza kuja kumbariki, kwambia mwanamke, inuka sasa, nenda kale, kaoge, kaa vizuri, Bwana amekujibu. Haleluya, haleluya. Yesu pia alimfufua Lazaro siku ngapi? 4 kaburini, akamchomoa Lazaro akiwa mzima. Yesu alijionyesha akiwa na mamlaka juu ya upepo wakati anatembea baharini, lakini pia ndio Petro pia alijaribu naye kutembea juu ya maji akapata changamoto. Bwana sasa. Kwa hiyo zamu ya 4 ni vipindi 4 vya Wayahudi na Warumi za kiulinzi. Saa 12 mpaka saa 3 usiku, saa 3 usiku mpaka saa 6 usiku, saa 6 usiku mpaka saa 9, saa 9 mpaka saa 12. Zamu ya 4 Yesu alikuja kama amechelewa, lakini alikuja akiwa yuko nondo, amekamilika. Upepo, bahari katulia, pepo katulia, Petro akuzama, mambo yote yakaenda. Na mimi nasema na mtu leo, hautazama kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Hata kama kuna zoruba, umepigwa kiroho, unajiona unakwisha, baki katika maombi, baki katika tumaini. Zamu ya 4 ya kwako inakuja. Jambo la lingine la kujibu hapa, idadi kamili ya watu ambao walikula vyakula, walikula samaki na mikate siku ile Yesu alipotenda muujiza. Hii imepatikana kwenye ile Mathayo 14:21 kama ambavyo tumesoma hapo. Nao waliokula walikuwa wapata wanaume 5,000 bila kuhesabu wanawake na watoto. Hivyo ile hesabu ya 5,000 ilikuwa ni wanaume pekee. Wanawake na watoto hawakujumuishwa. Biblia haitoi idadi kamili ya wanawake na watoto, lakini kwa makadirio inaweza kawa hivi: kama kila mwanaume aliyekuwepo pale labda angekuwa na mke wake mmoja, basi idadi ya wanaume na wanawake wangekuwa 10,000. Lakini pia katika wanawake 5,000 walioongezeka, kama wangeongezeka watoto, wangekuwepo watoto kwenye hesabu, basi tungewapa labda 5,000. Kwa mantiki hiyo, waliokula mikate na samaki ingalau kwa ujumla sasa ni watu wapatao kama 15,000, lakini inaweza kama mpaka 20,000, kwa sababu kwa takwimu zinaonyesha kwamba, hata ukifanya utafiti katika kanisa lenye waumini 50, unakuta wanawake wapo 30 au zaidi. Maana yake hata ile idadi ya wanaume 5,000 huenda ni ndogo, huenda wanawake walikuwa hata 8,000, alafu jumlisha na watoto nao kadha. Kwa hiyo huenda waliokula mikate walikuwa kuanzia 15,000 mpaka 20,000 au zaidi. Ndio maana muujiza huu unaonekana kuwa mkubwa sana. Yesu Kristo aliwalisha umati mkubwa sana kwa mikate ambayo iliongezwa kutoka kwenye 5
na kutoka kwenye samaki wawili. Kwa hiyo nataka nisahihishe, Yesu hakulisha watu mikate 5 na samaki wawili. Sio kweli. Yesu aliongeza mikate 5 ikawa mingi na samaki wawili wakawa wengi, ndio watu wakara. Kwa hiyo useme Yesu alilisha watu mikate 5 na samaki wawili wakatosha watu wengi. Sikiliza, kabla hawajala mikate 5 na samaki wawili, alichokifanya Yesu ni kumultiply. Alizidisha, aliomba zikaongezeka mpaka makapu yakabaki yale. Unapohubiri tumia akili, tumia ufahamu, soma neno lielewe. Unahubiri umepiga na tai yako hapo, Yesu alilisha watu 5,000 mikate 5 alafu na samaki wawili. Wewe hebu tuwagawanya hao kama wataliwa na watu 5,000. Gawanya mikate 5 kwa watu 5,000 kama wewe kibinadamu kama utaweza. Yesu alifanya muujiza kutoka kwenye mikate 5 na samaki wawili, akazidisha, ndipo wakapatikana samaki wengi, wakapatikana mikate mingi. Sikiliza, na walipokula samaki, yale mabaki hayakuwa mabaki ya mikia na kichwa, walibaki samaki wazima wazima, na ile mikate haikubaki ile katoka, yaani ilibaki ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Muujiza huu unaonyesha kwamba uwezo wa Mungu wa kutoa mahitaji, huruma ya Yesu kwa watu. Kwa Mungu ana uwezo wa kutoa mahitaji kwa watu. Mungu ana huruma kwa watu, lakini pia na kwamba kidogo kilichowekwa mikononi mwa Mungu kinaweza kuwa kikubwa sana. Kile kidogo ambacho kimewekwa mikononi mwa Mungu na watu wanaona ni kidogo, Mungu anaweza kukifanya kwa kikubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakaribisha maswali kipindi hiki nikaweza kujibu maswali live. Najibu maswali moja kwa moja. Najibu maswali. Karibu mwenye swali. Nasubiri maswali. Nasubiri maswali. Kwa hiyo msiseme kwamba masaba anapotosha. Ni ukweli tu kwamba Yesu hakulisha watu mikate 5 wala samaki 2, isipokuwa Yesu alichukua mikate 5 na samaki wawili, akamuomba Mungu, ikawa mingi, wakala, ikabaki. Si nimesema kweli, watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Si nimesema kweli? Haleluya. Ninapofanya muhtasari wakati nasubiri maswali yako, maana ni kipindi huru sana. Nasema kwamba muujiza ili utokee unasababishwa. Mtu mmoja akataka kutendewa na Yesu. Yesu akasema hapana, wewe siwezi kukutendea. Siwezi kutoa chakula mimi kwa nguruwe. Yule mtu akakomaa akasema hata mbwa wanakula makombo kwa bwana wao. Kwa akakomaa, ile imani yake ikasababisha apate muujiza. Mtu mwingine akataka kumwendea Yesu. Alimwendea Yesu akamwambia, Bwana, huko nyumbani watu wanaumwa, wako hovyo. Ila akamwambia, Bwana, wewe hauna haja ya kwenda, tamka neno moja tu, ninajua amri hiyo, na mimi nikipeleka kama ambavyo mimi ni akida, ninapotamka watu wa chini wanarespond, wewe tamka, vitu vitaitika kule. Yesu alipoiona imani ile imesababishwa kubwa, alipotamka lile neno, ngome iliitika kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima kiwepo cha kusababisha. Mwanamke Hana amepiga kavu za kutosha. Kama ni 40 alipiga, sijui. Kama ni 50 alipiga. Kama ni maombi ya Danieli ya siku 21. Mimi nakushawishi sana, ingia kwenye maombi, muombe Mungu akusaidie, Roho Mtakatifu akuongoze. Lakini usiingie kwa maombi ya mkumbo. Naenda maombi siku 21 za Danieli. Kumbuka siku za Danieli ni mmoja aliomba akajibiwa. Siku zingine alikuwa anapambana, anaendelea kwa sababu hajapata mrejesho. Kwa wewe usimfanye Mungu, usikalili kwamba na wewe mpaka siku hizo. Bwana asifiwe. Uongozwe na Roho katika mambo ya rohoni, ya mwilini ongozwa na mwilini. Bwana asifiwe sana. Kwa unajikuta unakomaa na mambo ambayo unakomaa na vitu ambavyo kimsingi havigunani, havina mantiki. Nashauri watu waingie kwenye maombi. Kipindi hiki ni cha Pentecost. Ni tunaazimisha. Lakini katika maadhimisho
Hatuandai ubwabwa, hatuandai soda. Tunataka kujinyima, tuzame rohoni, tumtake sana Bwana. Lakini pia sababisho la kumtaka Roho Mtakatifu, uwe mtakatifu. Roho Mtakatifu akai pachafu, uwe mtakatifu ili Roho Mtakatifu aje hapo. Hii nataka kugusia wakati namalizia. Unajua sababu, ninasoma nasema sababu zinazopelekea watu wasipokee Roho Mtakatifu. Sababu zinazopelekea watu wasipokee Roho Mtakatifu. Kwa nini unazijua? Unazijua? Sababu zinazopelekea watu wasipokee Roho Mtakatifu ziko nyingi tu. Ziko nyingi tu hapa. Kwanza wengine wanaona aibu kwamba nikipokea Roho Mtakatifu nibubujike, ninene kwa lugha, watu watanishangaa. Kwa mimi nabaki kuwa mstaarabu tu. Hiyo ndio sababu ya kwanza. Chakuwaje watu wakiniona mimi nazama, nanena kwa lugha kama fulani. Hiyo ni sababu ambayo inawafanya watu pia wasipokee Roho Mtakatifu. Unaelewa? Lakini pia nyingine ni dhambi. Dhambi, umezingangania dhambi. Unalo jina la kuitwa umeokoka lakini umengangania dhambi. Huwezi kupokea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hawezi kuja hapo. Umeelewa? Lakini pia kutokusamehe. Wewe usamehi na wewe huwezi kusamehewa. Wewe umefungwa, huwezi kumpokea Roho Mtakatifu. Unaona? Lakini pia mafundisho dhaifu. Fundishwa wewe, hamna kitu. Fundishwa wewe. Unawekewa mikono, mwisho wa siku unaota upara. Hakuna kitu, upako unahitajika. Paulo akaenda mahali akakutana na watu, si wanafunzi wa Yohana wale, mlibatizwa. Mlijazwa Roho Mtakatifu. Anasema hata kusikia hatujawahi kusikia. Nyinyi ni waumini hamjawahi kusikia kwa habari ya Roho Mtakatifu. Hata sasa tunayo makanisa, tunao watu ambao huenda hawajasikia hata habari ya Roho Mtakatifu. Hawajafundishwa, hawajui. Kwa hawezi kupokea wasichokijua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hizi ni sababu ambazo zinapelekea tuwe na watu wengi wanalo jina la kusema ama kuitwa kwamba wameokoka lakini hawana Roho Mtakatifu. Na mambo ambayo yanasumbua makanisa ni kuwa na watu wasio na Roho Mtakatifu, maana mambo yao ni ya mwilini. Vita ya kiroho wanataka waisovu kimwili. Kuwa na viongozi wazee wa kanisa wasio na Roho Mtakatifu nao ni changamoto, kwa sababu mambo ya rohoni wewe unatamani muingie tatu kavu ili Bwana aseme. Wao wanasema tukakope sehemu hela. Wewe huwezi kusolve mambo ya rohoni kwa hela. Bwana asifiwe sana. Naomba maswali hapo napokaribia kuhitimisha. Lakini pia niwashukuru wale wote ambao mmeendelea kufuatilia. Nikushukuru baba yangu Bishop George Musa, umetoka Iringa, umepiga kazi kubwa, nimefuatilia. Na wakati unahubiri mikutano yako nimeona watu unaambatanisha vitu viwili. Watu wanapokea Roho Mtakatifu, wanaokoka, na unapiga hapo jiwe la pili, Roho Mtakatifu. Yaani unapiga muhuri wa chuma. Haleluya. Unajua unapozaa jua pia kulea. Na hiyo yeye baba anapiga na kisha Roho Mtakatifu ameingia hapo, ndio unahesabu hii nimepiga tiki. Umepiga tiki kwamba hapa sasa kweli huyu ameokoka. Ubarikiwe Jonathan kutoka pale Kahama. Huyu ni askofu kutoka pale Kahama, ubarikiwe. Barikiwe Matutu kutoka pale Mangamba. Pole, Mungu akutie nguvu. Barikiwe mwanangu Bet kutoka pale, nadhani ni ofisini kwako ama Mitengo. Yesu asifiwe sana. Basi kama umebarikiwa unaweza ka comment basi hapo kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Unaweza ka comment hapo kwa utukufu wa Bwana. Tunapoenda kuhitimisha sasa, nina dakika 5 za kuhitimisha. Dakika 5 za kuhitimisha. Nimefundisha kwa habari ya tukio la Yesu kuwalisha watu mikate pamoja na samaki. Kuna swali lolote hapo, kuna kipengele hujaelewa niweze kufafanua, niandikie hapo comment hapo niweze kufafanua. Maana mimi ni mwalimu, nimekuja kama mwalimu, ni mwalimu Masaba. Karibu hapo ili uweze kuuliza. Kama hakuna swali nitasubiri muda wangu tu umalizike. Kama hakuna swali nitasubiri muda wangu umalizike ili mambo yote yaende vizuri. Subiri muda wangu umalizike hapo. Unaweza kusema kama umebarikiwa, unaweza kusema, toa comments
Haleluya, haleluya. Subiri muda wangu malizike, muda wangu malizike. Yes. Eneo la maombi nafikiri tumeelewana. Linasisitiza watu wawe waombaji, lakini wajitahidi kuomba kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu ili waepushe kuwa na maombi ambayo ni ya kukopi na kupesti. Kumbuka siku Danieli anaomba maombi ya siku 21 hakuangalizia mahali. Maombi ya wapendwa wengi yamekuwa ya kuangalizia mahali. Una kopi na kupesti. Sikiliza, si kila kukopi na kupesti itakusaidia. Kuna wengine unapambana na kutegemea vita imekujaje. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Bado dakika 2 tunamaliza kipindi, bado dakika 2 tunamaliza kipindi, bado dakika 2. Zawadi niendelee tu kuwashukuru watu wa Mungu wazuri ambao mmekuwa pamoja na mimi katika kipindi hiki kizuri kabisa. Niwashukuru sana. Mungu awabariki wale ambao wote mmefuatilia somo hili. Mungu awabariki sana sana sana. Tuombe neema ya Mungu tena. Kesho tutakuwa hewani kwa ajili ya sehemu ya pili. Na nitaanza madarasa pia ya ualimu kila siku saa 1 hivi mpaka saa 2 ili watu wote kuwafikia. Dakika 1 inapomalizikia nirudie niseme kwamba Yesu ili afanye muujiza pale, kwanza alikuwa na wanafunzi 12. Maana yake alikuwa na watendakazi wake. Ili Yesu atende muujiza aliwaambia wanafunzi walete chakula. Wakapata kidogo akakiongeza. Lakini kabla hajakiongeza aliwaambia waketisheni mafungu kadha wa kadha, mkao wa kula, wanasubiri muujiza. Kwa hiyo watu wa Mungu, watu wanaokuja kwetu kuombewa, tuwaketishe. Unajua Biblia inasema wakawaketisha kwenye majani. Kwa majani yale ni mabichi. Manake tuwalishe neno la Mungu lisiogoshiwa. Ili kutokea pale tukiwaambia Yesu anaokoa wanaelewa. Tusikimbilie watu kuwaombea na miujiza tu waondoke. Hapana. Mimi nawaambia Yesu wangu sio Panado, sio Diclofenac kwamba nikupe tu tulize kichwa. Huyu Yesu ni wa thamani, msimpunguze thamani nyinyi wahubiri wenzangu. Yesu kwanza apewe nafasi kwenye moyo wa mtu. Alafu ndipo mtu atendewe. Simfanye mtu kumsaidia hapo na mponya alafu anarudi kutenda dhambi kwa nguvu kwa sababu ameponywa. Kwanza amkubali huyu anayeponya. Kuna mtu mmoja, nikupe ushuhuda ninapomalizia. Nilikutana naye mahali. Anaomba msaada wa matibabu. Ana dokumenti za serikali zimepigwa muhuri. Nikamwambia hivi, tatizo lako ni nini? Akaniambia. Nikamwambia hili tatizo lako Yesu ndiye naye anaweza kulimaliza. Kwa hiyo mimi sitakupa hela, ila naweza kukupa uponyaji kwa jina la Yesu. Kama upo tayari, mwamini huyu Yesu akuponye kuanzia leo. Usizunguke tena mtaani na kwenye maofisi kuombaomba hela. Akasema kama ni Yesu hapana, bora tu niendelee na mambo yangu. Nikamwambia kumbe wewe hii ni biashara. Hii ni biashara. Kwa sababu kama ni unataka uponyaji, ungekubali Yesu akuponye. Mimi Yesu siwezi kumgawa kama karanga.
Yesu anaenda mahali ambapo amekubaliwa, labda ung'ang'ane sana, kama yule mtu aliyeng'ang'ania Yesu, na mimi nataka mtu wangu apone. Labda uking'ang'ana sana kwa huduma za Mungu utapokea muujiza. Mungu akubariki sana sana sana. Sasa namaliza. Muujiza unasababishwa na sababu. Tafuta miujiza ya kwenye Biblia yote unayoifahamu wewe, ilisababisha